Wasiwasi inaendelea kushuhudiwa eneo la Kariakoo katika soko la Kongowea, kaunti ya Mombasa, baada ya wafanyabiashara zaidi ya 300 kupewa notisi za kufurushwa na maafisa wakuu wa kaunti ya Mombasa kutoka kwa idara ya ukaguzi. Wakizungumza na wanahabari katika soko hilo, wafanyabiashara hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Benjamin Nguthu wamemtuhumu mwekezaji wa kibinafsi aliye jirani na soko hilo kwa kushirikiana na maafisa wa kaunti katika njama ya kuwafurusha ili kupanua biashara yake kinyume cha sheria ndani ya soko. Zaidi ya wafanyabiashara 300 katika soko la Kongowea, kaunti ya Mombasa, wanalalama kutokana na kupewa notisi ya kufurushwa katika soko hilo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Benjamin Nguthu, wafanyabiashara hao wamelalamikia kupokea vitisho kutoka kwa mwekezaji anayelalamikiwa pamoja na maafisa wa idara ya ukaguzi wa kaunti. Nimekuwa hapa kwa area ya Kariakoo zaidi ya miaka 20 na tuko na shida ambayo imetupata hapa. Kuna mfanyabiashara ambaye kwa nyuma yetu hapa anaitwa Fayaz Bakers Bwenyenye. Wanataka kuvunja hizi vibanda zetu hapa. Hizi ni vibanda ambazo zinalisha watu familia zaidi ya 300. Na tumekuwa hapa kwa hiyo miaka yote hatujasumbuliwa na mtu. Lakini sasa hivi tunashangaa, tunaona watu wa kaunti wanakuja hapa, wanatuambia tuende Chuda, sijui tutapewa pesa ndio tuweze kuondoka hapa. Tuende kwa ofisi ya inspectorate. Na sisi hata hiyo compensation hatutaki. Sisi tunataka tukae hapa tuendelee kufanya kazi. Wafanyabiashara hao ambao wamekuwa wakifanya biashara katika soko hilo kwa muda mrefu walieleza hofu yao ya kuwa riziki zao pamoja na masomo ya watoto wao kuwepo hatarini na juhudi za kutafuta msaada kutoka kwa ofisi mbalimbali hazijafua dafu. Nimefanya kazi miaka mingi, lakini kulingana na ripoti zinakuja za kwamba yule muhindi anataka kutufukuza hapa, hilo jambo mimi halijanifurahisha. Hatutaki kuuza wala hatutaki kuondoka. Huyu muhindi anaitwa Fayaz. Hapa palikuwa hakuna ukuta. Alipoona maeneo haya ni mambovu, palikuwa panatoka maji chini na palikuwa na wizi nyingi, alijiwekea ukuta akajifenzi huko ndani. Saa hii amejijengea nyumba huko nyuma, anataka kutuondoa hapa. Sisi hatuondoki. Sisi tuna watoto tunasomesha hapa. Sisi tunataka kulindwa na gavana wetu. Wakati wa kura alikuja huku kutuomba kura. Mohamed Ali, wewe ni MP wetu tunayekupenda sana. Tunakuhitaji hata wewe. Kwa sasa, wafanyabiashara hao wanataka uingiliaji wa haraka kutoka kwa uongozi wa kaunti na viongozi wao waliowachagua ili kutatua mzozo huo na kulinda riziki zao. Tumekaa hapa tukiwa tuko na amani baada ya kuwa tulivyokuwa tunaanza kutengeza mabanda yetu, na tulikuwa hapa kulikuwa na matope na kila ghasia zilikuwa hapa na wizi. Tulishirikiana hapa, hatukujua mambo ya dini wala nini wala kabila. Tukashirikiana kama watu wamoja, tukaleta usalama, tukatengeza, tunapata riziki zetu. Alipoona kila kitu kimekuwa salama, sasa ameanza kutuletea vitisho vya kila aina. Wiki iliyokwisha tuletewa mpaka mapolisi wa kaunti. Tulienda mpaka kwa MCA. Mwaka huu Nunu tukatembea mpaka kwa maofisa wa Kongowea tukawaendea, lakini hakuna mtu tumesikia. Tulienda mpaka kwa mama biashara hapo Kongowea, tukamlilia, tukapeleka kilio chetu huko, lakini hakuna mtu tunaona na react kokote. Sasa tunaomba gavana wa hii Mombasa aje tutetee haki zetu humu ndani. Tumechoka kuna naswa. Tumeshirikiana, sisi ni wafanyabiashara wa hapa, tuko na vibanda vyetu tunashughulika navyo, lakini sasa hivi hatufanyi kazi kwa amani. Tunasumbuliwa, mara manispaa, mara sijui akina nani wanakuja wanatutishia, hawataki kabisa tufanye kazi kwa amani. Abdulswamad, sisi tunakuomba utusaidie. Ulitaka uchaguzi, tumekupa, tumehangaika na wewe kwa kila kitu. Muhindi huyo anatoka kwao anakuja kutusumbua sisi. Tunakuomba utusaidie. Sisi tumechoka na manyanyaso. Sisi pia ni binadamu. Tunajitetea kama Wakenya. Kwa nini tupate shida na sisi pia? Mbona siende kusumbua kwao? Tunakuomba utusaidie. Sisi hakuna mtu mwingine wa kutusaidia isipokuwa wewe, Jicho Pevu na Abdulswamad.